Katika safari za hivi karibuni Aishi Manula ameendelea kuachwa nje na hata katika mechi pia za ligi za hapa ameendelea kuwa nje pia ya kikosi. Tafsiri yake ni dhahiri shahiri kwamba Simba hawana mipango yoyote na Aishi Manula. Kinachosubiriwa ni mkataba wake kumalizika. Kwenye hili ambalo mnazungumza kuhusiana na Aishi, sidhani kama kila mtu hafahamu kinachoendelea. Kila mmoja anafahamu kwa upande wake. Na nadhani watu wengi watakuwa wanafahamu kwa Januari zilijaribu kufanyika movement za Aishi kuondoka, au even kabla msimu pia kuanza. Zilijaribu kufanyika hizo movement za Aishi kuondoka nje kuachana, lakini nadhani hazikwenda sawa. Kwa nini hazikwenda sawa? Kwa sababu ya demand ambazo klabu yake ilikuwa inataka. Na hiyo sio kitu cha kuficha, ilikuwa tuweke tu wazi. Azam alimuhitaji Aishi kwa mkopo kabla msimu kuanza, kama unakumbuka. Ni kwa sababu Simba tayari walishaonyesha kama hawatakuwa na mipango na Aishi kwa msimu unaofuata kutokana na tofauti zao walizokuwa nazo. Hiyo lazima tuiweke wazi. Kutokana na tofauti ni tofauti. Sidhani kama kuna issue ya, yani ukizungumzia issue ya Aishi, ukizungumzia issue ya Aishi sidhani kama inahusisha kiwango. Kama kuna namna inahusisha kiwango, nadhani ni vizuri tuzungumze kwamba ameshuka. Yani sidhani au inahusisha matukio. Labda kwa sababu matukio kama tukio lipi ambalo tuzungumze ubora wa Aishi, sio kitu cha kuhoji. Ni miongoni mwa magolikipa bora. Alafu alikuja akapata injury kubwa kidogo hapa, ikamweka nje kidogo. Alivorudi, ni kawaida kwa mchezaji yoyote kutokea injury, unaweza usirudi ukiwa na 100% hapo. Inaweza kukuchukua muda kidogo ukakaa sawa, lakini ubora wa Aishi sio wa kuhoji. Yani hicho ni kitu ambacho kinafahamika wazi. Kwa hiyo taarifa zinaeleza kwamba kulikuwa na tofauti baina yeye na viongozi wa klabu yake. Na ndio maana alifikia kwenye stage ya kwamba at least kila mtu aende njia yake. Lakini ile option ya namna gani tunaachana ndio ambayo ilikuwa imekuwa ngumu. Kwa sababu alikuwa anaingia kwenye mwaka wake wa mwisho wa mkataba. Alafu Azam anataka kumchukua kwa mkopo. Maana yake ni kwamba anaenda kumalizia muda wake. Na Simba alikuwa anaona hamna option ya kumwacha aende kwa mkopo kwenye mwaka wake wa mwisho. Kwa kama mnamhitaji inabidi mumnunue. Sasa fedha ambayo nayo inatajwa kwenye kumnunua, ndio nadhani Azam nao hawakuwa tayari kuitoa kwa mchezaji ambaye anamaliza mkataba.